Na mimi nitawapa mifano michache ya kuwatafakarisha tu ili mtafakari. Na bahati nzuri nimeshakuwa wizara mbalimbali, naijua hii michezo. Kuna mwaka ikatokea kila siku anauawa mwenyekiti wa kijiji Kibiti kule, anakutwa shambani, wanaua, hawachukui hata jembe. Walimuua kwa ajili ya nini? Hivi tumewahi kujiuliza walikuwa wanaua ili iweje? Baada ya hapo wameuawa watu wengi. Haijawahi kuwa story kwa sababu wenye viti wengi wale walikuwa viongozi wa CCM. Haijawahi kuwa serikali, wenye viti wa serikali ya kijiji. Kilichotafutwa ni nini? Vyombo vya ulinzi na usalama vikasimama imara. Haikuwa kazi nyepesi kukomesha njama hiyo. Likatoka hilo, ukaja mwaka tunasikia mabomu yamerushwa kanisani. Meenda Arusha pale, bomu limerushwa kanisani. Walitaka kuchukua nini kanisani? Bomu la moto. Walitaka kuchukua nini? Hatujiulizagi, na kwa sababu mambo ya usalama pia uwezi ukaweka wazi kila kitu. Hatujiulizi walitaka kuchukua nini. Bomu linarushwa kanisani. Imekaakaa, sijui haijaenda, sijui imekuaje. Shehe kamwagiwa tindikali. Imekaakaa, sijui hatujakaa. Askofu kamwagiwa tindikali. Hatujiulizi wanatafuta nini pale. Kuna mwaka kukawa na heka za siasa kubwa sana. Bomu limerushwa kwenye mkutano wa hadhara la moto. Hatukujiuliza walikuwa wanatafuta nini kwenye mkutano wa hadhara. Mkutano wa hadhara wa chama cha siasa wanatafuta nini? Hapo wanapima kwa sasa hivi ni wapi tukirusha itaonekana moja kwa moja ni hiki. Ikarushwa. Hatujiulizi. Limerushwa bomu kanisani katika mwaka ambapo watajua itaonekana tu. Itaonekana hapa pana mzozo wa kidini. Wanatutafutia mzozo wa kidini. Wamerusha kwenye mkutano wa hadhara wakitaka kutupeleka kwenye mzozo wa mambo ya kisiasa ya kiitikadi. Leo tena wakatupeleka kwenye hatua ya kuonesha watu wachukiana. Watu wanaingia na mabomu ndani ya nchi yetu. Anakamatwa anasema eti kuna insecurity. Nimeamua niende na mabomu kujilinda. Ni nchi gani watu wanaendaga na silaha kwenda kujilinda kwenye nchi isiyo yako? Ni njama zinazolenga kutugawa. Wanatekeleza jambo na wanaweka alama chungu zima kuwatengenezea hasira watu wachukiana. Nielekeze vyombo vya ulinzi na usalama, kuweni macho na njama za aina hii. Shughulikeni na wauni wa aina hiyo. Kuweni macho. Kuweni macho. Mliweza lile la Kibiti, mliweza lile la Amboni, mambo mengi mmeweza. Na najua hata ya sasa, ndio maana yule aliyekuwa anaingia na mabomu mlimpata mpakani pale. Njama. Ndio, kuweni macho kuhakikisha michezo ya aina hiyo. Lakini kuweni macho kuhakikisha usalama wa raia wetu.